Tena naomba waipange hiyo mechi tukachezee kule Kigamboni kwa Nyuma Mwiko. Yeah. Watani zenu walikuja hadi kule Bunju. Walikuja ile sisi wa nyumbani tunasema walikuwa na kihelehele, wana kihede mswede, wana kisununu, wana hangaika kama kuku aliyepigwa manati ya mguu. Lakini maandiko yao ushayaona, wamesema wao washamaliza. Wamemaliza nini? Hawana tena mchezo mwingine. Hawana mchezo, nchi ya kwao, nchi ya baba yao. Ndio maana wameitwa Nyuma Mwiko kwa sababu akili hawana. Na ndio maana Mzungu Poli aliwaambia wenye akili pale Nyuma Mwiko ni wawili tu. Mzee Manala na nani sijui mwingine. Kwa hiyo wale Nyuma Mwiko wote akili hawana. Na nikwambie kama shule ukuwahi kupata D2 au 3, uwezi ukaiongoza timu. Wale wote wana farida shuleni. Wana farida shuleni wote. Hamna mtu yote aliyepata dada katika Nyuma Mwiko. Ndio maana uongozi wao wote umekuwa wa ajabu. Kama hujapata shuleni D3 au D2, uwezi ukaongoza mpira. Ndio maana wale Nyuma Mwiko wote wana farida. Narudia tena, wote wana farida. Na wamesema kabisa wao washamaliza na hawana imani. Kama hawana imani waende msikitini au kanisani, wataenda kuipata imani. Imani huwezi ukaipata barabarani. Nenda msikitini au kanisani utapata imani. Kwa kile ambacho kilichotokea umejifunza nini kama mdau wa soka na shabiki wa Simba? Mimi ninasema tu, ninaiomba bodi ya ligi, ninawaomba TFF ndio wenye mamlaka ya mpira, walisimamie jambo hili kwa uweledi, la sivyo tunauporomosha mpira wetu wa Tanzania. Tunarudi tulikotoka kule. Tutatoka kwenye nafasi ya 6, tutarudi mpaka kwenye nafasi ya 14 kutokana na haya mambo ya. Kwanza ngoja niulize waandishi. Wewe una mechi, umeshaifunga Simba mara 4. Unachoogopa ni nini kufungua mlango? Unakuja kusema mbuzi, unaogopa mbuzi? Eti vibabu viwili, unaogopa vibabu viwili wakati una timu kubwa? Si ushenzi huo? Na ni upumbavu, na ni ujinga. Kwa hiyo mimi nawaambia, wale wote wanahitaji maombi. Wale wote wanahitaji wapeleke kwa mzee wa upako, wale wote wanataka wapeleke kwa Kuhani Musa, wapeleke kwa Mwamposa, waombewe. Wote wana pepo wale. Tena wana pepo. Wote wana pepo. Viongozi wa Nyuma Mwiko wote wana pepo. Na kama wamefunga, wamtubu kwa Mwenyezi Mungu kwa makosa wanayofanya. Watubu kwa Mwenyezi Mungu. Nawaambia dhambi hii walionayo ya kuwatoa watu mikoani, wamelipa nauli zao, wamenusurika kwenye maajali. Dhambi hii itawatafuna mwanzo mwisho na hawatapata ubingwa na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu. Naongea leo tarehe 11 mwezi wa 3. Yanga hachukui ubingwa huu. Akichukua ubingwa huu narudisha kadi ya wanachama wa Simba Sports Club. Wakatalima maneno yako haya. Narudia tena, leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 3. Yanga hachukui ubingwa huu. Akichukua ubingwa huu mimi narudisha kadi ya wanachama wa Simba Sports. Kitu gani kinakupa imani ya kujiamini na kusema Yanga hawezi kuchukua ubingwa? Wana pepo wote. Wote wana pepo. Pepo gani? Wanatakiwa watolewe pepo. Wewe unaona? Wana pepo la kujisahau, wana pepo la kuhangaika. Yaani wale walishatupiwa jini mihangaiko. Kwa hiyo wanatakiwa watolewe jini misukosuko na jini mihangaiko. Lakini wanasema utamaduni wa Simba na Yanga haukuwahi kufanya mazoezi siku moja kabla, hata mechi zilizopita iko kitu kama hicho, ni uongo wao. Ndio maana nimekuambia kama ukuwahi kupata D shule, huwezi kuwa na kumbukumbu kichwani. Lazima utapoteza kumbukumbu. Walishapoteza kumbukumbu. Si kama mlichungulia mkaona nyingi kama wanavyosema. Hatujachungulia, ila wao ndio walichungulia, kwa sababu Jesse Mkwala alirukaga sarakasi moja. Sasa hivi alikuwa anaruka 16 kwenda juu wakati anawaweka wale. Lakini mazoezi ya nusu saa kweli mpaka ndio maana uliambiwa timu mgeni anafanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Kwa na wiki nzima kujiandaa. Isijalishe, mbona tulifanya mazoezi Kigoma siku moja na tukaondoka uwanjani na tukawaweka. Walihangaika kutuzuia lakini tuliwaweka Kigoma. Wangetuacha tuingie. Wewe mgeni kaja nyumbani kwako unamfungia mlango. Mwache ingie alafu uone ameleta nini ndani. Uone kwamba nidhamu ya woga. Wa kulaumiwa ni nyinyi au wao? Tunawalaumu wao. Ndio sababu ndio mjatokea uwanjani. Hata maandiko yanakuambia yaacheni magugu na ngano vyoteane. Yale magugu sisi ngano. Na ujue kwamba Simba ngano, subiri kamati ya maadili itakachotoka litawakuta kitu hawataamini. Sasa hivi wanahangaika huko. Tusamehe, tukae chini, wanabana pua tu kama waimba hip hop. Waimba hip hop wanabana pua mwakatalima. Ndio hii kazi wanayohangaika nayo. Msione huko wameshikashika mabango. Nidhamu ya uoga. Unaona wana Simba wanahangaika. Hatuna shida nao.
sisi ubaya ubwela. Tunaomba hata leo, yani aishi mpaka ishe. Tunataka hata leo waseme tu kesho tunaenda kuchezea kule kwenye uwanja wao ule uliopewa kule wa mazoezi. Tukachezee kule. Kule tukachezee. Naona mkitaka. Mimi nasema nawaambia Yanga hata leo watoke waje nyuma mwiko. Tunawawasha, tunawashenyenta.